katika eneo la Midtown, eneo ambalo tunakuja kufanyia shughuli yetu au event ya kutoka Majeo Company Limited, ambao wao wanahusika na ukopeshaji mikopo kwa jasiriamali na watu mbalimbali wafanya biashara, lakini bila kusahau pia wale watumishi wa umma wote wanapata mikopo bila kujirisha, cha msingi kukizi vigezo na masharti ambayo wanakuwa kupatia kutoka kampuni yao. Lakini event hii imezaminiwa na baadhi ya watu ambao wameshika mkono kuhakikisha kwamba mafanikio haya hayawi katika upande mmoja. Niko na mwakilishi kutoka Majeo Medicine, nataka nipige story hapa ili kuhakikisha kwamba kipi ambacho amejiandaa. Lakini ni mwanamama ambaye ako na habari yake. Salama. Uko poa? Majina kutoka kwa shika mkono Majeo Microcredit. Tunataka kujua kwamba makampuni yako mengi, lakini naamini kwamba ni mtindo wako ambacho kiwashawishi kuungana na kama wadau sasa wa tiba za asili. Leo hapa kipi ambacho tuandalie sisi kama wadau wenu pia tutatoa ngapi na dawa? Kwanza niseme tunaunga mkono kabisa sababu tunatakiwa tutoe kama sisi gharama za medicine. Nini tunakifanya? Ndio. Kwa hiyo kwa pia kwa ajili ya kutoa elimu, na watu wote ambao wako katika nchi. Mara nyingi tunaona makampuni kama haya wanakutana wanakuwa na au wanakuwa na hapa leo vipi kwenye upande wa huduma au ni mnatoa tu elimu? Tunatoa elimu pia tunatoa huduma na tunapunguza na bei. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye atajiunga leo atakuwa kwa elimu hiyo atanufaika na huduma yetu kusema kama tunapunguza na bei ya bidhaa hizi. Ni aina gani ya huduma kwa hiyo unaona inafaa kutoa katika maeneo kama haya? Kuna mwangiaji yule ambaye bado kwamba yule ambaye bado hajafika kwenye kiwanja na mshauri endapo kama labda kama shida yote nadhani atapata kutoka kwa wale ambao wapo kwenye hii na atakaribisha pia ofisi kama shida kufika kwenye. Okay, unasema nini? Asante. Tulikuwa na mwakilishi kutoka Darema Herbal Medicine ambaye wao wameshika mkono Darema Microcredit ambao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba event hii inaenda sawa. Mimi nikutakia maandalizi mema. Asante. Lakini pia bado niko na wengine ambao niko na msanii ambaye yeye ni msanii peke yake. Tumalize kwanza wadhamini. Yuko sasa ndo mimi nilikuwa nataka niunganishe mmoja. Twende. Niko na anaitwa Tixiara ambaye yeye ni msanii pekee aliyepata nafasi ya kuhudhuria katika hafla hii, lakini sio tu kuhudhuria, ni mburudishaji na aliyetunga wimbo maalum kutoka Darema Microcredit. Tunataka kujua kwamba ilikuwaje wasanii tunaamini kwamba wako wengi. Niko naye hapa Tixiara mwenyewe. Mambo vipi? Habari yako? Asante. Ilikuwaje? Tunaamini kwamba wasanii wako wengi, lakini kulikoni wewe kuliko Tixiara? Nadhani kutokana na kazi nzuri pia alikuwa anahitaji nyimbo ambayo ni sana ambayo inachangamsha yeye. Kwa hivyo nikachaguliwa nifanye. Asante. Tutakuuliza Swahili ni afishi. Nimeishi. Na kitu najivunia maisha yangu. Unaona upande wa muziki sasa ni muziki wa Swahili. Kwa hiyo kitu najivunia sana kwa alikuwa nimeshafurahi nimebai sana. Sisemi hivyo. Nilikuwa nimeshadibai fulani. Tunataka kujua sasa hawa Darema Microcredit wako kutafuta kuja kufanya muziki wao au pia ni nyimbo yao ile official au wewe ndio ndio kwa
nimepewa kazi. Nimepewa kazi. Sasa unahisi ni aina ya muziki unaofanya ushawishi au ni aina ya uandishi? Vyote, na aina ya muziki pia na aina ya uandishi, kwa sababu nyimbo tuseme ni kama tangazo ilikuwa inataka ya tuende kama dunia. Okay. Kipi ambacho unakitumia kupata nafasi hii? Najisikia vizuri, najisikia furaha kwa sababu wasanii ni wengi, kwa nini mimi yao. Kipi ambacho tunaandalia leo siku leo? Kama tulisikia nini labda ndani ya burudani au kama burudani, tutatoa burudani ya kutosha. Asante. Kwa yule ambaye bado tunakaribisha awai mdadi mambo yanaendelea. Mimi nikushukuru. Asante. Nilikuwa naye TCR ambaye ni msanii pekee aliyotoa ngoma ya official kutoka kwake J Microcredit hapa Njombe, Tanzania. Lakini bado niko pia na mwanamama mwingine. Twende. Mtazamaji wa Sikitu TV, nipo na wafanyakazi kutoka idara ya J Microcredit hapa Makambako, ambapo ndipo tulikuja maeneo ya Midtown. Tuko kwa ajili ya event ambayo tunakwenda kuianza muda mfupi hivi punde tu, na tayari tuko katika eneo la tukio, tuko kwenye chapati yetu kama mnavyoona kwa ajili ya kupata mawili matatu na wafanyakazi kutoka hapa idara ya J Microcredit. Niko naye mwanamama hapa atajitambulisha vitu. Yeye na mambo vipi? Majina yako? Tunataka kujua sasa unaangalia kitu ambacho yetu ina utendaji mzuri wa kazi na sio kingine juhudi za wafanyakazi pamoja tunaweza kuwezesha kampuni yetu kufika hapa leo. Asante. Tunataka kujua kwa upande wa nyinyi sasa wa huduma na wafanyakazi mmehusika kwa namna gani kwenye maandalizi hivi? Sisi ni kama 99% ya jambo hili limefanyika. Tunataka mmehusika kwenye ushawishi kwa kufanya event. Tunajua wafanyakazi wanapenda event sana. Tunataka kujua mmehusika kwenye ushawishi au kwenye maandalizi tu kwamba fanye hivi fanye hivi. Hili lilikuwa ni lengo letu kwamba tukifika miaka 5 tutafanya nini ya mikutano ya tutakuwa kupendekeza msanii wa kuimba nyimbo za kampuni ambapo kike na sio changamoto kwa sababu nini msanii huyu aliimba msanii ambaye ana uwezo na anaweza kuendelea kupiga hatua kwenye tasnia hii ya muziki. Tunatamani kujua aliyechagua kazi kwa sababu sana na burudani kwa ujumla au ni bosi mwenyewe anayependa na muziki? Hapana, kwa ujumla kwa sababu tulikuwa tunafuatilia YouTube kule TikTok, kwa tulipenda kazi yake kwa maana tukamshirikisha kwenye nini kwenye hii event. Kipi ambacho umeona kuongeza kwa uhamasishaji au burudani au kitu unachoona kuongezeka? Kilichoongezeka ni burudani, pia ushawishi wake uko vizuri sana. Mtazamaji, huyu ni mmoja kati ya huduma, lakini niko naye pia mama. Mambo vipi? Nasema leo hapo naona umemaliza Tunapita huku bado hapo mlipo majira yako naitwa nani? Okay, tunataka kujua nafasi yako kwenye kampuni. Hapa ndio kwa ujumla. karibu.
niaba ya maafisa wenzako sasa. Nakumbuka kule mipango nadhani kwenye ofisi wapi bosi amefanikiwa zaidi kwenye upande wa wafanyakazi? Wapi kafanikiwa zaidi? Leo tunakamilisha miaka 5. Vipi upande wenu nyewe kama wafanyakazi? Sioni maombi kwamba atakapishana. Kuna lipi la kumpa kama ujumbe sasa je mwenyewe Watazamaji wako wengi wa hudumu, lakini waliobaki tutataka wajitambulishe tu kwamba kwa majina, lakini pia uhusika wake katika kampuni ya Diamond J. Alafu tukasalimiana. Fresh. Majina yako? Sema nani anasalimiana? Hongera sana. Umeenda kwenye kabati tena kunywa wewe mwana nani? Mimi nimeshangaa nafika huku sikukuti simu yako kabati. Umebaki nayo kina nani? Simu yangu. Inaonekana una njaa. Wanasema kibongo sikukula saa moja tu. Nani ana simu yangu? Dawa gani ambaye pale unaweza kueleza vizuri sana kwa matumizi yake? Fanya afu ni bebe na mimi. Bebe na mimi. Asante. Hata kwenye kitabu cha Ukali mlangoni. Hongera. Uko kitengo gani? Mtazamaji, hao ni baadhi ya wafanyakazi kutoka hapa Diamond J Microcredit ambao tumeona wao kwa pamoja, lakini pia tumeona niko na mwanamama. Vipi? Wewe ndio umemaliza kabisa. Kuna mwenzako alisema bado hajaenda sawa. Wewe sijachachua. Hongera. Kutoka nchi gani pale Ulaya? Mimi ni mdhamini wa Diamond J. Kwa majina ni Christine Glenwell. Natokea kampuni ya JJ. Kampuni ambayo mambo ya kampuni. Mambo ambayo yanahusika na vinywaji. Pale DMG tunadili na vinywaji aina spirit au kwa wengine wanaweza wakasema kali. Ili mnielewe zaidi, naweza nikasema na zile pombe aina ya vinywaji za namna hiyo. Sasa tunataka
kujua ni aina ya pombe ambayo mnatengeneza pale. Okay. Pombe yetu inaitwa DMD. Yeah, DMD Spirit. Yeah, hii ni DMD Spirit ndipo ambapo inatamkwa. Kwa sababu maana kukatishwa hivyo kuna vitu baadhi na baadhi vimechukuliwa vikawachwa. Kwa hiyo tunaomba ijulikane kwa jina la DMD. Kama msanii sasa na mteja wako anatamani hata kama ni kitaalamu tunaamini ndio ni bidhaa na pia ni chakula. Maana hilo jina ni Daremaje. Sasa uliandika lote kwa aina ya kinywaji ambacho tunatengeneza inakuwa ni changamoto. Ndio maana tukaweka hivyo ili kunogesha na kuweka muonekano mzuri. Asante. Tunataka kujua sasa kwa ufupi sana kabla ya swali Okay. Kampuni yetu ni kampuni mpya. Hilo jambo la kwanza kwa sababu kinywaji chenyewe hicho ambacho nimekizungumzia tunakijua tangu 15. Lakini ni process za muda mrefu na ni watu ambao tulikuwa tumejipanga toka muda. Kwa hiyo tarehe 15 kinywaji kinaingia sokoni. Tunatamani kujua na sasa cherry kinakuwa na ladha gani? Tumezoea spirit zinakuwa na flavor tofauti na nasi. Kwa nyingine. Kwa upande wenu nyinyi sisi kinywaji chetu ladha yake ni nanasi. Sababu ni ladha nzuri, ni ladha ambayo inawavutia watu wengi, ni ladha ambayo haiboi pia. Yeah, ni maana wetu wengi wanapenda. Kwa hiyo kunakuwa kwenye ladha ya nanasi. Ndio, flavor ni moja tu ya nanasi pekee yake. Tunataka kujua upande wa package yake. Na tegemea au mmeshapaa kila mtu ameniunga grupu lake la watu wachache. Aina ngapi kulingana na mahitaji ya wateja? Sisi kwa aina ya kinywaji chetu kwanza kitu ambacho tunafurahi zaidi ni kwamba kwa Makambako hapa ni kitu ambacho naweza nikasema sisi tutakuwa wa kwanza. Kwa hiyo tunategemea kuzalisha vinywaji vingi zaidi. Sababu soko kwanza ni kubwa na tuna uhakika pia soko sehemu nyingi tumeshaweka mazingira mazuri ya kuandaa soko. Kwa hiyo tuna mpango wa kuzalisha vinywaji vingi. Ndio. Ya basi vitu ofisi ya pia iko maeneo gani ili uanze kujiongea maana tarehe sio mbali ni sawa. Kampuni yetu au naweza nikasema kiwanda chetu kiko eneo ya Mkena hapa Makambako, Njombe kwa ambao hawafahamu.